Mheshimiwa, kwa jina naitwa George Beatus. Mimi ni mkazi wa hapa Inyonga Mbeya. Nilioa mke wangu kwa ndoa kanisani kwa imani ya dini ya RC mwaka 2012. Baada ya kumwoa mke wangu alikuwa hana ajira, ila baada ya kuishi naye miaka kadhaa kama 4 akabahatika akapata ajira, kwa sababu alikuwa ni mhitimu wa chuo kwenye upande wa masuala ya kilimo na mifugo. Akabahatika akapata ajira. Nikasema namshukuru Mungu, sasa hapa ujasiriamali wangu utakaa vizuri. Kilichonikuta sasa sivyo hata nilivyokuwa nafikiria. Kumbe nilikuwa sasa nimepata moto ndani. Mama akaanza kubadilika. Unavyoniona hapa Mheshimiwa saizi, kwa hii changamoto hata nikirukaruka suruali inaenda chini yenyewe. Sawa na mwili mdogo, lakini nimekwisha. Shida ni nini? Mama huyu alibadilika, akaanza changamoto ndani, tukakosa kuanza kuelewana. Mama gani huyo? Mke wangu. Akaanza manyanyaso, akawa ananinyanyasa ndani. Yuko wapi? Yuko hapa, ni mwajiliwa. Ninyi watu wa Mpimbwe na Mlele mna mambo, ndio nakokuta wanaume wananyanyaswa. Kule Mpimbwe nilikuta mwanaume analalamika ananyanyaswa kindoa. Wewe? Ni kweli, na hatuwezi kwenda kwenye madarasa ya jinsia, tunaona aibu, lakini ni kweli wanaume Tanzania hii wananyanyasika sana. Wanaona aibu kusema tu. Amefanya nini huyo mke? Huyu mama baada ya kuwa tumekorofishana ndani, hatuelewani kwa sababu manyanyaso yake, akaamua yeye kwenda mahakamani kunipa talaka. Akaenda mahakamani akanipa talaka, mimi bila kujua kinachoendelea. Nikastukia tu nimeshapewa talaka. Nikaanza sasa kupambana na ile kesi, namna kufuatilia hiyo talaka ili niweze kuisolve. Nikaenda mahakama ya wilaya, ikashindikana. Nikaenda mahakama ya mkoa kanda, ikashindikana. Ikabidi mimi nikae nitulie. Nikasema sasa mwanamke labda ni kweli alikuwa anitaki, kwa sababu nakopita inaonekana na yeye ananifuatilia, anaweka vipingamizi. Mara ya mwisho nimekwenda mahakama ya mkoa kanda, akaenda akaniwekea wakili, akaniwekea pingamizi kwamba mimi swala langu lisisikilizwe. Nikawa nimechoka. Sasa pesa nikawa nimeishiwa. Unataka tukusaidieje kwenye hilo? Okay. Sawa, mimi sikuumia sana na ile talaka yake. Kilichoniumiza ni kwenye upande wa chumo la pamoja. Akawa ameorozesha vitu ambavyo sio sahihi. Na kibaya zaidi akaorozesha nyumba ambayo mimi alinikuta nimeshaanza kujenga, nikamaliza naye. Kiwanja ni cha kwangu. Kiwanja nimekipata mimi mwaka 2009. Nimekuja kumwoa yeye 2012. Leo hii eneo linawekwa kwenye orodha ya chumo pamoja. Yuko wapi huyo? Na toka tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka jana 2025 nimetolewa kwenye nyumba kisheria kwa nguvu. Sina sehemu ya kukaa hapa. Nimepewa hifadhi chumba kimoja. Nyumba imefungwa mpaka leo. Ni nani aliyeelekeza hivyo? Alielekeza hivi ni mahakama, kwa sababu alikwenda akakazia hukumu. Baada ya kukazia hukumu, ile hukumu akaipeleka. Sasa ndo nilichokuwa nasema kwamba jambo likiamuliwa kimahakama halitenguliwi kwa maelekezo. Likiamuliwa kwa mahakama tunaruhusiwa kutokuridhika, ila usiporidhika unatakiwa upande ngazi ya juu, mahakama ya juu itengue maelekezo ama uamuzi wa mahakama ya chini. Sasa mimi nikupe pole, lakini shauri hebu onana na ndugu yetu wa Mama Samia Legal Aid ili upate msaada wa namna ya kwenda, lakini uandike na namba yako ya simu, nitakusaidia. Katibu tawala, si uongee na mtumishi wako amuonee huruma mume wake wa zamani. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, sasa walipendana hawa. Amuonee huruma yule mtumishi. Hana hata mtoto anayefanana na baba. Hana mtoto anayefanana na baba. Wapo wawili. Sasa si aache yawe, hata kama baba kamuudhi, si yawe anaangalia hata hiyo chata.
Mheshimiwa mkuu wa wilaya, hebu ongea naye basi, ameshafanikisha mada nyingine. Alafu upendo unazunguka, kuna siku atampenda tena. Ndio tumeiongea, msisitizo nimeweka kwenye lile eneo kwamba kwa kuwa ni hukumu ya kimahakama hatuwezi tukaitengua kwa maelekezo, lakini atapata msaada wa kisheria. Lakini na mkuu wa wilaya aongea pia na mhusika. Inawezekana kuna wakati hasira zinapanda, lakini binadamu tuliumbwa kusamehe, na tuko kwenye mwezi wa Kwaresima na mwezi mtukufu, majira ya kusameheana haya. Hata ukimtesa sana sasa unanufaika na nini? Haya, na mimi nitapata namba yake ya simu huyu ndugu yangu. Haya, wa mwisho